Sasa wakaanza kutuvamia, wakanikuta mimi, mmoja akanishika mikono. Kijana mwenyekiti kabisa, yeye kama mwenyekiti, nimemtambua yeye kama yeye. Mbele ya uso wangu akanikata kichwa, ambao ndo hili jeraha nalo hapo kichwani. Hii ni Jambo TV na ripoti kutoka kijiji cha Meserani, kata Meserani, wilayani Monduli, mkoani Arusha. Langu jina ni Baraka Lucas. Mwanaume mmoja aliyojitambulisha kwa jina la William Mbayani, mkazi wa kijiji cha Meserani kilichopo wilayani Monduli, mkoani Arusha, amedai yeye pamoja na ndugu zake kushambuliwa na kundi la vijana wa Kimaasai zaidi ya 50 na kujeruhiwa vibaya, hususan maeneo ya kichwani, ambapo amedai kundi hilo lilikuwa likiongozwa na mwenyekiti wa kijiji cha Meserani Bwana Pusindawa Lenaiswan. Akizungumza na Jambo TV iliyosafiri mpaka wilayani Monduli kufuatilia kisa hicho, William ameeleza kuwa mnamo tarehe 14 ya mwezi Machi mwaka huu, wakiwa shambani na ndugu zake wanaendelea na shughuli zao za kilimo, walishitushwa baada ya kuona kundi la vijana zaidi ya 50 pamoja na mwenyekiti wa kijiji hicho wakiwa wamebeba silaha za jadi kama sime, ambapo kundi hilo lilianza kuwashambulia, huku ndugu zake alikuwa nao wengine walifanikiwa kukimbia, huku yeye akishikwa na kijana mmoja na mwenyekiti kuanza kumcharanga mapanga na kumjeruhi sehemu za kichwani. Kwa upande wake, baba wa kijana huyo Mbayani Sapunyaki ameeleza kusikitishwa na tukio hilo, huku akieleza chanzo cha mwenyekiti huyo kufanya hayo yote ni uwepo mgogoro wa shamba baina yake na mwenyekiti, ambapo mwenyekiti huyo amekuwa akilitamani shamba hilo tangu aingie madarakani mwaka 2019, ambapo Mbayani ameeleza kuwa shamba hilo aliachiwa na kaka yake toka mwaka 2008 na kusimamiwa na mwenyekiti wa kijiji wa kipindi hicho. Alipotafutwa mwenyekiti wa kijiji cha Sanare Pusindawa Lenaiswan kulizungumzia sakata hilo, alisema hayupo tayari kulizungumzia kwani limeshafikishwa ofisi za mkuu wa wilaya ya Monduli. Mimi naitwa William Mbayani kutoka kijiji cha Meserani juu. Sawa. Tueleze tukio zima ilikuwaje na ilikuwa pia lini? Tarehe 14 mnamo muda saa 9 kamili tulikuwa mashambani pamoja, mimi na ndugu zangu, wadogo zangu na mama zangu. Muda saa 10 tukaona kundi la watu linakuja mashambani kwetu. Wakaja na trekta yao wakati sisi tunaendelea kulima na trekta yetu. Wakaja huku barabarani, upande wa barabara, wakaweka trekta lao, wakaanza kulichimba chini. Walivyotufikia sisi, wakatuambia tusimamishe trekta yetu. Tukasimamisha trekta yetu. Wakamfuata kijana ambaye alikuwa anaendesha trekta, wakaanza kumpiga. Walivyoanza kumpiga huyo ambaye anaendesha trekta, akawa ameshuka. Ndo akaanza kutushambulia mwenyekiti wa kijiji chetu wa Meserani juu. Anaitwa nani? Anaitwa Pusindawa Lenaiswan. Ndo naye yupo kwenye ile kundi akiwa sio kama yuko kwa sababu ya mwenyekiti, naye amejiunga kwenye ile kundi wa kutuvamia. Sasa wakaanza kutuvamia, wakanikuta mimi, mmoja akanishika mikono. Kijana mwenyekiti kabisa, yeye kama mwenyekiti, nimemtambua yeye kama yeye. Mbele ya uso wangu akanikata kichwa, ambao ndo hili jeraha nalo hapo kichwani. Alivyonikata, wakaanza kumkimbiza wale wengine hao wadogo na kakaangu mkubwa ambaye anaitwa Edward. Wakamkimbiza Edward, akakimbia mpaka nyumbani. Mimi kuna mzee amekuja akanishika mkono akanileta nyumbani. Ndipo walivyoona hamna watu wa kuwapiga tena, wakarudia trekta na pikipiki ambazo zilikuwa zinaleta mbegu shambani. Wakavunja pia na trekta. Walivyomaliza kuvunja, ndipo wakashuka chini kwenda kule shuleni. Wakaenda kuweka kikao. Mimi muda huo nilichukuliwa na ile kakaangu Edward kwa sababu yeye hakujeruhiwa sana. Ndipo wakanipeleka hospitali. Nilipofika nilianza kupitia kwanza polisi, nikakata PF3, nikaenda hospitali. Hospitali ya wilaya ya Monduli. Nilipokelewa na madaktari, wakanitibu, wakaangalia jeraha yangu, nilikatwa mpaka kwenye mfupa ya kichwa. Nikashonwa, nikalazwa. Hapo wale wakaja sasa. Kakaangu ambao amenileta wakaja, wao wajalala kwa mimi tu mwenyewe ndo nilibaki hospitali. Mimi nilivyolazwa, wao wakaja huku nyumbani. Hapo sasa wakasikia kwamba
wale watu wako kwenye kikao na gari ya polisi ilikuja, wakachukua mwenyekiti wa kijiji chetu cha Meserani, akachukua pamoja na kijana mmoja, akawaleta Monduli pamoja na mama zangu. Wakaja baba akaambiwa tokeni nyumbani kwa sababu wale watu bado wako, kwa sababu imefika usiku. Wale watu bado wako wanakuja kuchoma boma. Baba akachukua familia na gari ikiwa imepasuliwa hivyo akachukua familia kwenda kuficha kwa rafiki yake. Alivyoenda kuficha, kwa sababu mimi nilikuwa hospitali lakini nilikuwa nawasiliana, akaniambia tupo nyumbani, tuko maeneo kwa rafiki yangu, tumeenda kujihami huko. Sasa hapo baba akarudi nyumbani usiku na pikipiki. Wale wale wa Edward kakaangu na wadogo zangu ambao wananifuata wakarudi nyumbani. Wakaja wakaona tochi shambani. Wakaenda kuangalia tochi kwamba hii tochi inafanya nini shambani, maana ilikuwa inawaka tunakuzima. Wakaenda kuangalia, wakakuta watu wanafeka shamba, watu zaidi ya watu 100 na kuendelea. Ndipo sasa wakawafahamu, wakawa wanataka kuwashambulia kina baba, wakakimbia. Wao wakaendelea na kazi zao wale watu. Ndipo sasa asubuhi kukucha, mimi niliruhusiwa kutoka hospitali muda majira ya saa 1. Mwenyekiti, sasa nikurudishe nyuma kidogo kwenye tukio la kupigwa wewe. Labda ilikuwa ni majira ya saa ngapi, na hilo kundi lilikuwa ni kundi la watu wangapi? Kundi hilo tupiga sisi ni karibu watu 50. Yaani kuanzia 50, kwa sababu wewe sasa siwezi kukadiria, lakini ukikadiria haraka watu 50 na kuendelea. Walifika sasa kutoa kupigwa wewe, waliharibu labda mali zingine? Ndipo alivyonimaliza kunipiga mimi, wakakuta pikipiki 2 hapo, wakavunja na kukatakata na trekta pia. Sawa, nadhani sasa wewe binafsi tu, kwa nini mwenyekiti akafanya hayo yote, kuwavamia, kukupiga wewe na kuharibu baadhi ya mali? Kwa nini unahisi mwenyekiti wa kijiji amefanya hivyo? Sasa yeye kitu anachodai yeye kwamba sisi tunalima shamba la kijiji ambalo mimi nimezaliwa, mimi nimezaliwa hapa kwenye kijiji cha Meserani 2000. Mimi nimekuwa tu kwenye kijiji ikiwa babangu anaendelea kulima ile shamba. Kwa ile shamba mimi nimelikuta, na ndo yeye mwenyekiti anadai kwamba la kijiji. Ndio. Wewe kwa hali yako kwa sasa ikoje? Kwa afya? Kiafya mimi kwa hali yangu sasa hivi bado najisikia vibaya. Bado kwa sababu kichwa huku sasa nimekatwa huku kwenye ubongo kabisa, mfupa nasikia kabisa, kuna muda nasikia kizunguzungu, kuna muda kabisa yani inakuwa kama hata macho sioni kabisa kwa sababu ya ile maumivu. Yaani nasikia maumivu kwenye kichwa kabisa, ubongo, kwa sababu nimekatwa hadi mifupa. Asi tunaomba serikali tusaidie na iliingilie katikati ya hili swala, kwa sababu mwenyekiti sasa yeye anakuwa anatunyanyasa sisi, anamnyanyasa baba yangu kisa shamba ambayo yeye anadai la kijiji, ambalo shamba limepewa baba yangu na kijiji cha kwanza iliyoanzisha Meserani juu, ambayo yeye ndo anakuja kudai. Mimi kwa majina naitwa Edward Mbayani Sanai, ni mkazi wa hichi kijiji cha Meserani juu, kata ya Meserani na wilaya Monduli. Sawa. Ni bila shaka ni kaka William. Mimi ni kaka yake William. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 3 2023, ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni. Tulikuwa kwenye maeneo yetu, hasa mashamba ambayo huwa mara nyingi tunatumia kwa ajili ya kilimo. Tulikuwa tunaendelea na shughuli ya kilimo. Nilikuwa mimi hapa Edward Mbayani Sanai, nilikuwa na wadogo zangu, lakini pia nilikuwa na mama yangu mdogo na wadogo zangu wengine ambao walikuwa wadogo sana. Baada ya kuwa tulikuwa tunaendelea na kilimo, mara ghafla tuliona kundi kubwa la vijana zaidi ya vijana 50, ambapo tulikuwa tumeona pia mwenyekiti wa kijiji cha Meserani juu alikuwa pamoja na wale vijana. Walikuwa wanakimbia upande ambao tulikuwa sisi, tulikuwa tunaendelea na kilimo. Mara ghafla wakaanza kutushambulia. Maana walikuja wabeba silaha. Ndio, walikuwa na silaha, walikuwa na fimbo, pia walikuwa na sime. Maneno ambayo tulikuwa tunasikia sisi, walikuwa wanasema kwa nini tunalima shamba la kijiji. Lakini wakati huo sisi
tulikuwa tunakimbia bwana. Tulikuwa tunajaribu kutafuta maeneo ambayo tunaweza tukapata usalama. Kwa sababu hili ni kundi kubwa na wote walikuwa na silaha. Bahati mbaya zaidi mdogo wangu ndiye aliweza kujeruhiwa vibaya, William Mbayani, kwa sababu aliweza kukatwa na sime maeneo ya kichwa. Na kulingana na ripoti ya daktari, alikuwa amekatwa vibaya sana kwa sababu alikatwa mpaka kwenye mfupa. Kwa hiyo alikuwa na hali mbaya. Na pia mimi mwenyewe nilijeruhiwa, ila nilikuwa nimewaacha ile kundi kwa sababu tulijaribu kutafuta namna ya kujiokoa. Lakini kuna mmoja alinikuta, alinipiga kwenye bega la kulia, lakini hali yangu haikuwa mbaya zaidi. Baada ya tukio hilo kutokea, nakumbuka wadogo zangu pia waliweza kukimbia, wamama walijaribu kuokoa wale watoto ambao hawezi kukimbia. Na mwisho wa siku baada ya ile kundi kuona kama tumekimbia maeneo ya barabara ambapo kulikuwa kuna watu labda walikuwa wanapita, waliweza kurudi, ile kundi waliweza kurudi nyuma na kwenda kuteketeza mali zilizoko shambani. Shambani kulikuwa kuna trekta ambayo tulikuwa tunatumia kwa ajili ya kilimo, lakini pia kulikuwa kuna pikipiki mbili, hizi aina za Honda hizi. Tulikuwa tunatumia kubebea mbegu kutoka nyumbani kwenda shambani. Lakini pia kulikuwa kuna gari ya baba yangu basi, aina ya Rosa, ambapo trekta ilipozima shambani, tulikuja kuchukua gari kwa ajili ya kwenda kulishtua, kuwashia, kwa sababu ilikuwa ni la kushtua na kuwaka. Kwa hiyo na baada ya hilo kundi kuna hilo kundi wamekimbia ukanda ambao tulikuwepo sisi hapa, gari ilizima ghafla. Na ndivyo tuliacha gari pale, wakapasua na gari, wakaharibu sehemu mbalimbali za gari, hasa vioo. Kuna hii wiper screen ya mbele, pia kuna vioo vya huku pembeni nyuma ya driver, vioo viwili vimepasuliwa kabisa. Lakini pia walipasua kioo ambacho kilikuwa chini kwa upande wa seat ya pili ukiachana na driver. Lakini pia walifungua engine, walipasua oil cooler, walivunja na mlango wa kuingilia abiria na sehemu zingine. Na pikipiki ndo waliteketeza kabisa kwa sababu walivunja steering, walipasua matairi kwa kukata na sime, lakini pia walipasua na taa. Na trekta hivyo walipasua rejeta, lakini pia walivunja exhaust, pia walikatakata matairi yote kwa kutumia sime. Na sehemu zingine za trekta ambazo nadhani wakaguzi wa magari au Vecon alikuwa na ripoti sahihi ya vitu ambavyo viliharibika. Na baada ya tukio kutokea, mimi nilimchukua mdogo wangu kwa kuwa yeye ndiye alikuwa na hali mbaya zaidi na kumkimbiza kituo cha polisi kwa ajili ya kukata pepsiri ili akapate kupata huduma ya matibabu. Baada hapo nilifanikiwa kupata pepsiri, nilimfikisha mdogo wangu kituo cha hospitali ya wilaya Monduli kwa ajili ya matibabu. Na baadaye wakati tukio lilikuwa linaendelea, mama yangu aliweza kumpigia baba yangu simu kwa kuwa hakuwepo nyumbani, alikuwa ameenda Arusha mjini kwa ajili ya kufuata spare ya gari letu, lakini alimjulisha kuwa kuna tukio limetokea huku nyumbani. Hivyo familia ilikuwa inaangamizwa na watu, kundi la mwenyekiti ambao waliweza kutuvamia mashambani. Baada ya baba kupata taarifa hiyo, alikimbia ghafla, na kipindi hicho nilikuwa nambeba mdogo wangu hospitali. Tuliweza kukutana pale mji wetu pale Dukabovu. Baba aliweza kutuambia nini kilitokea, tuliweza kumuelezea kwa haraka kwa sababu mdogo wangu alikuwa anavuja damu za kutosha. Hivyo na baadaye tukampeleka kwenye kituo cha polisi kama nilivyosema, na baadaye hospitali ya wilaya Monduli, na akapata matibabu. Baada ya kupata matibabu hayo, daktari aliweza kusema inabidi alazwe kwa kuwa alimwaga damu nyingi sana, na hilo jeraha lilikuwa ni hatari kwa sababu alikatwa hadi kwenye mfupa. Na baadaye mdogo wangu alilazwa pale. Kesho yake asubuhi aliweza kuruhusiwa kuja. Hiyo ilikuwa ni tarehe 14. Sasa tukio kubwa zaidi ambalo lilikuja kutokea ni tarehe 15. Tarehe 15 mwezi wa 3 2023. Yani maana yake kesho yake ilikuwa ni Jumamosi. Kwa kuwa ni usiku majira saa 7, tarehe itakuwa imeshabadilika, ndio maana tumeita tarehe 15. Huyu mwenyekiti, lakini kabla hapo gari la polisi la kituo cha Monduli lilishuka siku hiyo tarehe 14 na kuja kushuhudia tukio hilo. Na pale alikamatwa mwenyekiti wa kijiji, na pia alipelekwa mamangu kwa ajili ya kwenda kupelelezwa. Na baadaye wote waliachiwa. Mwenyekiti alikuja kuachiwa jioni ya tarehe 14 hiyo. Na baada ya kuachiwa,
ndivyo sasa alivyokuja kupanga lile jeshi lake. Walikuwa ni zaidi ya 50, lakini sasa ameenda kukusanya, walifika zaidi ya watu 2000. Wale ni vijana. Baada ya kuwakusanya, alikuwa anatumia mbiu. Sisi kwa Kimasai tunaita ni mbiu. Ni kama filimbi ambayo inaashiria kukusanya watu kwa ajili ya kufanya tukio fulani. Walikuwa wanapita mitaani kwenye kijiji, kila sehemu walikuwa wanapita na pikipiki wakipuliza mbiu kwamba tokeni, nendeni sehemu fulani, kuna tukio tunataka tufanye kwa haraka. Kwa hiyo alivyokuja Monduli alifanikiwa kukusanya vijana kwa namna hiyo, lakini alikuja kukusanya, kuweka kikao. Wale vijana wote walikuja kuweka kikao jirani na bwawa la Shakape, alimaarufu kama Shakape. Ni jirani tu ama pembeni na shule ya sekondari Meserani. Na baada ya kujikusanya pale, taarifa tulikuwa tunapata miongoni mwa wale vijana, kwa kuwa kuna baadhi walikuwa wanatupa taarifa na sisi tunapanga namna ya kufanya. Baada ya takriban majira ya saa saba, wale vijana walifika hitimisho la kusema tunaenda kufika mahindi yale, kwa sababu tulikuwa mchana, ilikuwa tarehe 14 hiyo tulikuwa tunalima mashamba yetu, na takriban ya mashamba yetu ni ekari 14, lakini ekari 6 zilikuwa zimeshapandwa na zimeshaiva mahindi yote, maharage, ngwara, choroko zote zimeshaiva na waliweza kuteketeza chini. Ekari zilizobaki mahindi yalikuwa ni size ya kawaida ambayo na yenyewe zilikuwa zinaelekea kupata viwelewele, na walifanikiwa kuteketeza hayo mazao yote ekari 14 zote zimeteketezwa. Usiku huo, baada ya babangu kupata taarifa kuwa vijana hao wanakuja kuteketeza hayo mazao, baba alichukua tahadhari ya kubeba familia yote, kupakiza kwenye hiyo gari ambayo ilipasuliwa hivyo na kupeleka kwa rafiki yake kwa ajili ya usalama ya familia. Lakini mimi na mdogo wangu tuliambiwa na baba yangu, nyinyi bakini ili muweze kushuhudia tukio ambalo hao vijana wamepanga cha kufanya, lakini kiwalisia mimi ngoja nichukue familia kwa ajili ya usalama nipeleke kwa ndugu yangu. Ilipofika majira saa 7 kama nilivyosema, ndivyo waliingia maeneo ya shambani, wakafika hizo ekari zote. Na baada ya hapo tulivyoona tu kwamba, maana tuliona ishara tochi maeneo ya shambani. Shamba liko umbali wa mita 500 kutoka nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tunaona, na walivyoanza kuwasha tochi, mimi na mdogo wangu tuliweza kukimbia kushuhudia nini, au ndo ameshafika. Kufika pale ni kweli ameshajaa mashambani, walikuwa wamepanga mistari. Na baada ya kuona, nikamwambia mdogo wangu tusipige kelele yote, twende kwanza tukamjulishe baba ili tujue kwamba tutafanya nini. Na baadaye tulikimbia maeneo ya nyumbani, tulipigia simu na baba naye alikimbia kabisa, alichukua pikipiki akakimbia, maana hakuepo mbali. Baada ya kufika, tulishuka sisi watatu, mimi, mdogo wangu na baba yangu. Sasa tulishuka wote maeneo ya shambani, na tulipofika pale tulishuhudia sasa vijana wameanza kufyeka, na tulienda kimya bila kuwasha tochi yote. Tulipofika pale ndo tukawashia tochi ghafla, nao wakataka kukimbia, lakini walisimama. Tuliweza kuwabaini kwamba ni kina nani hawa wanafanya tukio hili la kufeka, kuteketeza mazao. Tuliweza kubaini, mimi binafsi niliweza kubaini watu 6, ndugu wangu na aliona watu wengine. Mwenyekiti ndio alikuwepo. Alikuwa anafika kabisa, alikuwa anashika upanga mrefu sana kwa ajili ya kuteketeza yale mazao. Baada ya kuwashia tochi hivi, baada ya kuwabaini, sisi tuliwaacha. Wakataka labda kutukimbiza. Babangu akatambia sisi tukimbie, watu wasio wakatuzuru. Tulikimbia, na baadaye babangu alijua kuwasiliana na jeshi la polisi, na kesho yake serikali yote ya Monduli ikahamia maeneo ya shamba letu. Na familia kulikokuwa kesho yake, mimi tarehe 15 majira ya saa 2, nao waliweza kufikishwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Na nafikiri pale ndo oda ilipotoka ya kuamuru wa viongozi wa Monduli kufika kwenye eneo la tukio, mashamba ya baba yangu. Na baadaye tuliweza kuambiwa nyinyi rudini nyumbani. Tukarudi, tukakuta maofisa viongozi wetu wako mashambani pale wanachukua tathmini ya uharibifu uliofanyika.
na baadaye hatua zingine za serikali zilichukuliwa. Maneno ambayo mimi nilisikia ya mwenyekiti alikuwa anasema lazima haya mazao yote tuteketeze yote chini, na ikibidi pia tuweze tunaweza tukawaua nyie. Mimi naitwa Mbayani Sanai Sapunyaki Nditika, mkazi wa Meserani Juu, kitongoji ya Shakavi. Nimekaa na amani muda mrefu, sikuwa na bugu za aina yote. Baada huyu mwenyekiti sasa naitwa Pusindawi alianasiwa kuchaguliwa kwa mwenyekiti enzi ya Magufuli, ndio migogoro hii kaanza mgogoro ambaye ina miguu wala kichwa. Kwa sababu kwanza kabla hujaendelea, shamba hili ulichukua kutoka kwa nani? Ilikuwa mwaka gani? Hili kakangu baada ya kwa yeye anaondoka sasa akanigawia, akauza eka 30, akanibakishia eka 84. Ndio sasa mimi nikaendelea kutumia. Ndio sasa 2008 ni 2008 ndio amehama yeye, akaniacha shamba akiwa ina mgogoro wote. Sasa yeye alikuwa hii shamba alikuwa yeye amepata kwa njia ya kwamba yeye alikuwa ni mwalimu, alikuwa anasomesha watoto. Kipindi kile alikuwa anaitwa walimu wa upe, ambayo walimu ambao halipwi mshahara yao ni shilingi 150, tena kwa sababu ya kwenda kununua chaki. Yeye alikuwa anafundisha chini ya mti. Baada hivyo sasa akapendelewa, akapewa hii eneo na akapewa na majirani, kwa sababu wakati ule ni limbuga kubwa ambayo wanyama wako kwa kali sana, ambayo hakuna hata mtu wakati ule alikuwa anataka hii eneo. Hii eneo ndio juzi tu watu wamekuja kuingia. Kwa hiyo sasa mimi nimeona kwamba watu wamekuja kuninyanyasa. Muda huo huyo mwenyekiti akaanza kunifuata kwamba nipe milioni 10 kwa sababu hii sehemu imekuwa kubwa. Tukaanza maisha ikaanza kuharibika hapo. Sasa ananifuata nataka hiyo hela, na mimi nikanyima kabisa, nikamwambia siwezi kupa hela kwa sehemu ambayo nimeachiwa. Tukasema baada ya mwenyekiti wewe kumkatalia mwenyekiti kwamba siwezi kupa milioni 10 ndio mgogoro ulianzia. Baada ya kukatalia kwamba hiyo hela siwezi kupa kabisa kwa sababu eneo ni langu na hati na nayo mitasari ya kijiji, ambayo hiyo mitasari yamekaa na nimepeleka kwa mkuu wa wilaya, nimeenda kwa Makonda na akatolewa maagizo kwamba nendeni kapime hiyo ardhi. Hataki kisheria kabisa. Wanakuja tu kuandamanisha vijana rika anaitwa Nyangulo kuja kunivamia. Mwaka juzi shamba imeliwa yote ikawa kama mbuga. Maharage na mahindi imezama, ameingiza mifugo ya kala yote. Nimelalamika mpaka nikachoka, nikaja kukaa kwa sababu huenda nafikiri wilaya ya Monduli sio salama sana sasa hivi. Sababu unaweza kupeleka taarifa wanapuusia. Peleka taarifa unapuusia. Mpaka unashindwa kabisa, unaamua kunyamaza sababu hela inateketea. Sasa baada hivyo sasa mwaka huu sasa ndio wamekuja kuanza sasa. Alivyoanza kuja mwaka jana hatujapata bugu aina yoyote. Hatujapata chochote. Yaani ina maana kwamba baada kliniki ya Makonda kubana, mwenyekiti ameenda kunyamaza kimya, kaenda kujificha. Baada ya mwaka huu sasa ndio akaja kutokeza sasa, kuja kudai sasa hii ardhi tena ni ya kwao. Akadanganya watu wazee, akaleta wazee, anasema kwamba ni kamati atakaye kuja kubaini mipaka ya kijiji. Baada hiyo kamati sasa kaja katengeneza tena, kumbe kuna mfumo mwingine ambao vijana ameandaliwa ya kuja kupiga watu hapa. Akakuta vijana wangu analima shambani inamo saa 10 hivi, wakavamia kapasua karibu vijana, karibu mali kabisa. Pasua gari yangu vioo, karibu trekta, karibu pikipiki 2 kabisa ifai na shamba usiku. Baada ya siku hiyo usiku wakaja tena kundi lingine. Nimetoa taarifa polisi amekuja amelala kwangu. Wakaona, alipoona taa za gari ziko kwangu, wakaenda nasi kwa sababu sisi tumetoroka. Wakaenda kufeka shamba usiku eka 12 ikafeka, eka 13 ikafeka yote. Hajabaki hata ni kama yani imefukwa na imepigwa na mashine. Kwa hiyo ndio hivyo ugomvi alivyokuwa. Sasa tuambie thamani ya magari, pikipiki pamoja pia na chakula ambacho kimeteketezwa kwa ujumla unaweza kukadiria ni thamani ya shilingi? Ametoka makadirio juzi wilayani kwa sababu wale ardhi wamekuja, wakilimo wamekuja, wametathmini ni milioni 49 shamba, na kwenye magari polisi wao wenyewe wametathmini kwamba ni milioni 10 na laki 4. Kwa hiyo jumla ya madhara naona ni milioni 59 na laki 4.
Baada ya kitendo hicho cha kushambuliwa kwa mtoto wako, shamba kuteketezwa, hatua gani za kisheria zaidi mmezichukua? Tumekimbiza kijana, maana damu mingi anatiririka kwa sababu amekata mpaka ameenda kukata ubongo kukwangua. Tumekimbiza hospitali ya Monduli, tumepeleka pale tukachukua Pepsi, tukapeleka hospitali ya Monduli akatibiwa pale, akalazwa pale kwa sababu imesemekana iruhusi kwa sababu hii kisu imeharibu, ameenda kukangua ubongo, amekaa kama siku 7 ndio ametoka jana. Sawa, kichana hizo masuala ya matibabu za kisheria, labda polisi, mahakamani. Mahakama tayari ameshapelekwa mwenyekiti ya kijiji na mwenzake mmoja ambaye ndio tayari ameshakamatwa, lakini bado ukamataji na suasua, maana kuna watu 12 ambao tumeshtaki ambayo bado sasa hivi hajachukuliwa hatua, ambayo bado anaendelea kuzunguka tu. Juzi tulikuwa kwenye kikao ya mkuu wa wilaya, akapigwa marufuku kwa ajili ya vikao wanaiketisha huyo mwenyekiti na wenye viti anaitwa wenye viti wa vijana, wanaenda kuketisha hizo vikao kwa ajili ya kuchangisha pesa kwa ajili ili kama ikikamatwa anaenda kuonga au kupenda mahakamani waenda waonge ili nisishinde kwenye hili kesi, kwa sababu hii kesi baada ya kuonekana kwamba imekuwa ngumu, maana serikali imekuja kuona tatizo. Maana tatizo nimeshtaki muda mrefu lakini serikali hajaona. Lakini kwa wakati huu sasa, safari hii serikali imekuja kushuhudia wewe wenyewe kwamba hali ni mbaya, hawa watu wataua. Ndio sasa serikali amekomalia sasa hivi, ikawa sasa anatengeneza system ya kuenda kuandamanisha vijana kwenda kufanya vikao usiku mpaka anaenda kwenye vijiji vingine. Kwa hivyo baada ya kuona kwamba ameambiwa marufuku kikao chochote isikae mahali yoyote ile bila kisheria mpaka atoe taarifa kwa mkuu wa wilaya. Sasa wanaenda kuweka nje ili achange hizo fedha kwa ajili akikamatwa aende apeleke kule. Sawa, leo tumeona maafisa ardhi wamekuja wakipima hapo, tumewashuhudia. Labda tuambie kilichojiri, wamepima ardhi na mambo yamekuwa. Bado anapima hiyo ardhi na yule mtuhumiwa naye anasema ya kwake kwamba hii shamba anaonesha ya kwao kijiji na sisi wenyewe tumeonesha la kwetu ambayo tumekabidhiwa mwaka wa 79 na mheshimiwa mwenyekiti wa wakati ule anaitwa Menyendoi ambaye ni marehemu, katibu marehemu. Ndio sasa wao ndio sasa wadogo sasa kufahamu, kwa mfano kama lilika la Korianga sasa ndio sasa hivi anakuja kudai ardhi ni ya kwao, wakati sisi tumeimiliki ardhi zaidi ya miaka 47. Unaridhika na kile ambacho kinaendelea kwenye vipimo mpaka sasa? Baada akitoa jibu sahihi nitaridhika, lakini kama hajatoa jibu sahihi, kwa sababu lazima najua saa zingine hao ni wanasiasa, inawezekana kwamba alinde kula zao. Amepiga kampeni akasema kwamba mkinichagua kuna watu wawili ambao natagua ni nyang'anye ardhi yao. Mfano kuna mzee mmoja anaitwa mzee Lamian Lela, alikuwa na matrikta anakamatwa kila siku anapelekwa kituoni, hamna kesi anaenda kuandikiwa. Alafu tena hii shamba anasema hii shamba fulani tutaikata, tutaipeleka upande wa kijiji, na kipindi wa mwanzo ameleta sekondari akaweka pale bila ruhusa yoyote ile. Bila ruhusa yote, hajanishirikisha, kaeka shule sasa ambayo imejengwa. Sasa hivi hiyo shule inatumika kwa watoto. Alafu ndio sasa waliona kwamba mimi nimenyamaza kwa ajili ya hiyo shule baada ya kukosa mahali ya kupeleka malalamiko, kwa sababu nikipeleka malalamiko sipokelewi. Akaanza sasa kuja kutaka tena kukata sehemu nyingine. Hii tatizo ameumisa hii familia moja kwa moja. Kwa hiyo naomba hii habari ifikie Mama Samia, rais yetu, kwa sababu sio yeye ametuma watu. Watu wametoka kwa ridhaa yao kwa ajili ya binafsi yao, kwa ajili ya makampeni anaitembea sasa hivi ambayo kampeni ambayo sio ya maana. Yaani sisi tumeumia hapa sana. Kuna vijana wawili tayari wameshashindwa kusoma, wamerudi nyumbani ambayo wako sekondari. Kuna wengine wadogo sasa wako karibia watoto 8. Wako 8 ambao wanaenda msingi na wengine ambao wako chini kabisa darasa la kwanza. Wameshindwa kwenda shule kwa ajili ya njaa. Chakula yao amefekewa chini yote na ameteketea tayari. Na bahati nzuri mtashuhudia na ninyi baadaye. Ameteketea moja kwa moja. Na gari ambayo ilikuwa anategemea familia kwa ajili hapa, kwa sababu hii ni nchi ya janga kila wakati, kiangazi inakuwa kubwa. Kwa hiyo ina maana kwamba hii gari ndio tunazungusha ili watoto apate mahindi, apate jinsi ya kwenda shule, mafazi. Ameteketezwa yote. Sasa trekta ifanyi kazi yote, imebaki tu imekata matairi, amepasuliwa mapampu. Kwa hiyo kwa ujumla amenisofisha kiasi ambayo hata sitajua sasa baadaye itakuwa maisha yangu itakuwaje na maisha ya watoto. Utaratibu kupata mali zako ukoje?
Bado kwa sababu mimi naenda mahakamani. Sijajua sasa nitashinda hii kesi au sishinde, kwa sababu najua sasa hivi watu kama anachanga michango yao kwa ajili ya kwenda kuhonga, sitaweza kunishinda tu basi, alafu itakuwa nabaki tu empty. Mwenyekiti ni kwamba anafanya haya yote ili shamba liwe lake ama ni kwa ajili ya kijiji? Alikuwa anauzia ndugu yangu wa jirani ambayo unayoona pale anaitwa kwa Naisandi. Kuna jamaa mmoja anaitwa Lomoni, alikuwa anahusiana hiyo shamba.